vyombo vyetu vilikesha wakati wengine tulilala, au kama hatukulala tulijifungia ndani tukawa tunasikilizia, lakini vyombo vyetu vilikuwa vinakesha. Hawajali kula, hawajali nini, walikesha na kuhakikisha taifa liko salama. Kwa huu ndio mwelekeo. Lakini vile vile kusimama imara wakati wengine wamekata tamaa, na kulitumikia taifa kwa uadilifu hata pale ambapo hupongezwi. Unaweza ufanye kazi yako vizuri tu na atokee watu wawaseme vibaya, hawa wapongezi. Tusivunjike moyo. Ndio kazi tuliopewa, ndio kazi ambayo Mungu ametuchagulia. Twende mbele, chapa kazi, linda taifa lako hata kama hukupongezwa. Uwezo wa kutambua au kubaini viashiria vya hatari vya usalama kwa nchi mapema iwezekanavyo. Na hapa naendana pia na mazoea, mila na desturi zetu. Kwa mfano, tulipokuwa tukipokea ripoti ya Tume ya Uchunguzi wa Matukio ya tarehe 29 Oktoba, walisema kwamba labda uzoefu, mila na desturi zetu kwa Tanzania ni nchi ya amani tu, ni nchi ya usalama tu, na kwamba vikitokea vitisho hatuvipi uzito wake. Tunasema watatukuta asubuhi tunapiga mswaki hapo, wao wakija sisi tupo bwana. Unaona? Kwa hiyo ile ni uzoefu, ni mila zetu. Tanzania nchi sasa watafanya nini kikubwa? Lakini yaliyotokea yametupa funzo. Tulijaribiwa, lakini kwa dhati kabisa nishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Majaribio yale waliweza kuyaondoa kwa muda mfupi sana. Tulijaribiwa na yametupa mafunzo. Kwa tunataka kuona jeshi ambalo halidharau taarifa yoyote. Taarifa yoyote, kiashiria chochote cha hatari kinafanyiwa kazi kwa haraka sana. Na haya yatafanikiwa iwapo jeshi letu litakuwa na ushirikiano wa karibu kabisa na mawasiliano ya karibu kabisa na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika kubadilishana taarifa za viashiria vya hatari. Wito wangu kwa jeshi la polisi ni kujenga imani kwa jamii ili kutimiza ile dhamira aliyosema IGP wakati anazungumza maelezo yake pale, anatoa maelezo yake. Alisema jeshi la polisi lina dhamira ya kuhakikisha linakuwa karibu zaidi na wananchi katika kubaini, kukabiliana na kuzuia uhalifu kabla haujatokea, pamoja na kuwafikia na kuwahudumia wahanga kwa haraka zaidi. Sasa hili litawezekana kukiwa kuna ushirikiano wa karibu zaidi na wananchi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama nchini.